ama kurejesha mahusiano yaliyovunjika. Na ukisoma kwenye ile Injili ya Mathayo, sura ile Injili ya Yohana sura ile ya 3 mlango wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae, tena mwanae wa pekee, ili afe kwa ajili ya mwanadamu. Na kwa nini afe? Ili huyu mwanadamu awe pamoja na Baba. Tunapozungumzia upatanisho kwa habari ya mambo ya kiroho, kumbuka mwanadamu wakati anaumbwa alikuwa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 na Mwanzo sura ile ya 2, utaona kwenye uumbaji huyu mwanadamu alipoumbwa, alipotengenezwa, alipofinyangwa kwa sura na mfano wa Mungu, akapewa mamlaka na authority ya kutawala bustani ya Edeni. Na alipopewa mamlaka ya kutawala bustani ya Edeni, huyu mwanadamu alifanya kosa la kumkosea Mungu, kutokumtii sawa sawa na maelekezo yake. Huyu Mungu alipoona hicho alichokifanya mwanadamu, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, tunamwona mwanadamu anaanguka. Tunaona anguko la mwanadamu anapokubali kumsikiliza shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitendo cha kumkubali kumsikiliza shetani, Mungu akaamua kumuondoa kwenye utawala baada ya kuona amekula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Shetani alipoona amemuini mwanadamu, amemkamata mwanadamu, akawa mwanadamu ni mali yake. Sasa nisikilize kidogo hapa. Mungu ili ampate mwanadamu, ilibidi ajitoe sehemu ya nafsi yake ili kumnunua mwanadamu. Na lengo la kumnunua mwanadamu ili apatane tena na nani? Na Mungu. Kumbuka dhambi ni uadui kati ya Mungu na mwanadamu. Jamani, haleluya. Na ndio maana mahali pengine ukisoma ile Isaya sura ile ya 59, ukianzia ile aya ya 1, tunamwona Mungu anasema, mimi Mungu huyo asikilizi maombi ya wenye dhambi, na hata kama wakiomba anaona kama makelele. Kwa kitu pekee kinachoweza kumpatanisha Mungu na mwanadamu ni Yesu mwenyewe na damu yake. Sema amen. Kwa tumekombolewa kwa damu ya Yesu, na ndio inayotupatanisha kati ya sisi na Mungu wetu. Kwa tuna ujasiri wa kwenda mbele za Mungu kwa sababu iko damu ya Yesu ambayo imetupatanisha. Haleluya, watumishi wa Mungu. Jamani, niko na watu Kwa moja ya vitu ambavyo Mungu alivifanya ni kumtoa mwanae Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu, ili mwanadamu apatane na Mungu. Kwa uadui kati ya Mungu na mwanadamu unaondoka kupitia damu ya Yesu Kristo. Jamani, haleluya. Kwa niwaombe wapendwa, na naomba utambue hivi: ukiwa umekosea kwenye kosa lolote, kimbilia kwenye msalaba. Narudia tena, umefanya kosa lolote, umefanya dhambi yoyote, wewe mwenyewe unajijua, kimbilia kwenye nini? Msalaba. Ita tu damu ya Yesu, damu ya Yesu itakupatanisha na Mungu. Sema amen. Tunapozungumzia upatanisho ni kitu pekee kinachoweza kuwapatanisha watu na watu wengine, wale waliokosana, wale waliotengana. Ukisoma Wakolosai 1 ule mstari wa 20, huyu Yesu alipotupatanisha sisi na Mungu, katikati ya upatanisho amani ikarejea. Urejesho kati ya sisi na Mungu, ile amani ambayo ilikuwa imepotea ikarejea. Na naomba nisikilize kidogo faida za upatanisho. Faida ya kwanza tulioipata baada ya upatanisho ni kuondoa uadui uliokuwa kati yetu na Mungu wetu. Uadui ambao ulikuwa kati yetu na Mungu wetu uliondoka siku ile ya upatanisho pale msalabani. Jamani, haleluya. Jambo la pili, upatanisho unaondoa chuki na hasira na kinyongo na migogoro. Siku zote niliwaambia watu wale ambao mko hapa, nizungumzie kidogo kwa wanandoa, mke na mume, hata wachumba pia. Moja ya vitu ambavyo shetani anavitaka kwa watu, anatamani watu wao wagombane. Na mahali popote ambapo pana migogoro, hapajengeki, hapaliki, hakuna maendeleo. Jamani, haleluya. Na watu ambao wana uwezo wa kuwapatanisha kwenye eneo, nazungumza na wanandoa, watu ambao wana uwezo wa kuwapatanisha kwenye ndoa yenu, hakuna mtu, mjomba wala shangazi wala mchungaji, anayeweza kuwapatanisha ni Yesu mwenyewe. Sema amen. Kwa moja ya vitu ambavyo ni waombe watumishi wa Mungu, umegombana na jirani yako, umegombana na rafiki yako, usiende siku ya barozi, usiende wapi, nenda msalabani. Yesu ndo anayeweza kukusaidia kusamehe na kuachilia.
Mwanadamu anaweza kaja hapo katikati akawapatanisha, lakini ukimwona huyo mtu utamchukia tu. Kwa kitu kinachoweza kutupatanisha ni msalaba ambao ni wa Yesu Kristo. Jambo lingine pia, faida tunayoipata kwenye upatanisho ni kuondoa hukumu. Unapokuwa na kisasi na mtu, unabeba hukumu ya Mungu. Maandiko yanasema visasi ni juu ya nani jamani? Ya Bwana. Usibebe kisasi. Kuna watu tuko hapa wengine hatuongei, eti kwa sababu mwenzio tu alikukanyaga. Haleluya. Eti kwa sababu alikukopa 5,000 hakukupa, umemnunia mpaka uongei naye. Mwambie jirani yako, hiyo sio Kristo. Sema amen. Tumesoma kwenye ile injili amezungumzia habari ya wale ambao walikuwa wanadaiwa. Sisi tunakumbuka kuna boss anasema kiongozi mmoja ama mfalme alikuwa anamdai mfanyakazi wake amefanya kosa. Yule mfanyakazi alipokosa lile kosa, yule boss wake akasema, sasa kwa kosa hilo ulilofanya na deni hili ambalo hujalilipa, nitakuuza wewe, nauza na familia yako. Maandiko yanasema yule mdeni yule mdeni ambaye ndo alikuwa anadaiwa akamwambia kiongozi wake, akamwambia, naomba unisamee. Maandiko yanasema huyo mfalme ama yule kiongozi akasema, kwa sababu umetubu na umekiri, mimi nimekusamee. Maandiko yanasema akafunguliwa mikono. Tumesoma kwenye ile injili, nadhani mnakumbuka ile injili ya Mathayo. Maandiko yanasema akasema, nimekusamee na sitakubeba tena. Maandiko yanasema aliposamehewa yule jamaa, na ndo wengi yamkini tuko hapa, aliposamehewa yeye akaenda akaanza kusaka nani namdai. Akagundua kuna mtu anamdai, akaniga. Biblia inasema akamkamata koo. Hivi naelewa maana kukamata koo niko na watu. Akamninginiza juu hivi, akamwambia, yani leo hapa liki hapa nyweki, nipe hela yangu. Yule mdeni akamwambia, bwana naomba unisamee. Akapiga magoti akamwambia, sikuachi. Akamninginiza juu hivi, kakamata koo. Baba wa watu yamkisi baba si mama, Biblia ijaandika hiki nimeongeza cha kwangu. Akaniga juu juu. Baba watu anapumulia juu juu. Ulipe. Akamwambia, bwana basi naomba niende huko sinikauze viwanja sio nilipe. Akasema sawa. Maandiko yanasema akamkamata akamtupa huko kwenye kifungo. Yule jamaa mpaka kalipa deni lake. Sasa wale watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye ile kampuni yamkini, kwenye ile ofisi ya mfalme, maandiko yanasema wakamwambia bwana, yule jamaa uliyemwacha jana kosa lako na lile deni umemsamee, kaniga mtu kule yeye anadai, ameacha kusamee. Akamwambia, yani mimi nimemsamee bure, yeye anataka kuniga mtu kwa sababu ya deni analolidai. Akamwambia, sasa na mimi namrejeshea sasa. Akamkamata naye, akakamatwa akafinywa. Biblia ijaandika hiki nimeongeza cha kwangu. Akafinywa naye, akatiwa gerezani. Akaambia kutoka huku mpaka ulipe. Jamani, haleluya. Ndio Wakristo wa leo. Sisi tunasamehewa bure, sisi tunabeba watu mioyoni. Mwambie jirani yako, hata wewe umesamehewa. Hata kama hataki kuongea, mwambie hata wewe umesamehewa. Yaani hata wewe umevumiliwa tu na Yesu sana. Maana kuna watu ambao sisi tumesamehewa, wao kazi yao ni kuhukumu watu. Lakini kumbe hata wewe umevumiliwa sana, na ndio maana umefika hapo ulipofika. Sema amen. Kwa moja ya vitu ambavyo watumishi wa Mungu kama kanisa tujifunze ni kutokubeba visasi, kusamehe na kuachilia kwenye mioyo yetu, kusamehe na kuachilia kwenye familia. Haleluya, watumishi wa Mungu. Nimalizie maneno haya. Tunapozungumzia habari ya upatanisho, ukipatana ama panapokuwa na upatanisho, migogoro inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kanisa, tengeneza mawasiliano vizuri, patana na wale ambao unagombana nao. Na kuna watu wengine kwenye familia humo hatuongei. Yaani yule shangazi yangu yule alinisemea haya na haya, umembeba mpaka unazeeka. Utakomaa mwanangu, utakufa na pressure. Jitahidi sana kuachilia kwenye mioyo yako. Sema amen. Mwambie jirani yako, kuanzia leo naachilia moyoni. Kwa siku zote tunapobeba visasi, ndio maana watu wengine unakuta sio uzee wao, ni kubeba watu. Anatembea kachoka hivi, kambeba shangazi, mjomba, babu, jirani, rafiki, mchungaji, mwalimu, bosi wake, kabeba wote wako huko. Kwani usizeke? Moyoni kwako mbebe Yesu peke yake. Sema amina. Usibebe watu. Watu hawezi kukusaidia. Mtu hawezi kukusaidia. Jitahidi mbebe Mungu. Mbebe Kristo, atakusaidia. Sema amen. Lakini pia ukimbeba mtu huwezi kuomba. Namalizia hapo. Mimi kuna siku kuna mtu mmoja alinikera. Sema kukerwa. Duniani tunakereka jamani. Haleluya. Mimi ni mchungaji, nasema kuna mtu alinikera. Kiukweli kabisa, sisemi uongo. Nilipoenda kuomba, yani haviombeki. Wangapi tushakutana na hiyo scenario?
Yaani haviombeki, unatamani kuomba unasikia kulia tu. Unalia michozi na shuka. Haviombeki. Tena sasa shetani alivyo mbaya anaanza kukuwazia mambo mbaya, si afe tu yule. Na huyo mtu hafaji. Anaendelea kuduna, anaweza kana kusalimia hai. Na bahati mbaya ukimbeba mtu ndo azeki wala afi. Unazeka wewe. Haleluya. Niko na watu. Kwenye moyo wako jitahidi sana mbebe Yesu. Ukibeba watu hawezi kusaidia chochote. Nimewambia tena watu wabaya ndo wanadumu. Na ndio maana maandiko yanasema samehe. Biblia inazungumza pale inasema tutasamehe mara ngapi? Akasema sisemi tu mara moja kwenye ile injili tuliyosoma. Sio mara moja, hata mara 70. Samehe. Bosi wako kakukera hapa. Mumeo kakukera si mchumbako. Babu mzio alikudhulumu si vikoba. Jirani si umeweka hapa. Unatembea hivi kibauza. Unajua bauza kumbe umebeba watu. Mwambie jirani yako leo waache hapa. Mwambie hata kama hataki. Sema leo. Sema leo. Mimi ndo namuongoza toba mtu hapa. Sema leo. Na wasamee wote. Hata kama ni mchungaji, hata kama ni rafiki yako, msamee bure. Sema amina. Ili uione mbingu, samee watu na Mungu atakubariki. Na Mungu alibariki neno lake.